Karibu katika episodi ya 12 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 11, basi hakikisha unagusa tiki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Na katika episodi ya 11 tuliishia ambapo Bidada aliweza kugundua kwamba Mwamba amepoteza maisha. Mwamba ulikuja kwa Bidada kumtakia heri ya maisha mema, lakini uliahidi kwamba ulikuwa ukimpenda na utampenda daima. Basi ule mzimu kama umeweza kupotea mbele ya macho ya Bidada, alibakia akiwa analia tu. Lakini kumbe haya yote yalikuwa ni mawazo tu ya Bidada kwamba Mwamba huenda atakuwa amepoteza maisha. Kumbe huku katika hospitalini juhudi za madaktari zikawa zimeweza kuzaa matunda, kwani Mwamba aliweza kupona. Ila Bidada alipoingia ndani ya hospitali akaambiwa kwamba mume wake yupo katika hali ya koma, kwa maana mpenzi wake. Basi moja kwa moja Bidada akawa anahangaika, atawezaje kuita nafsi ya Mwamba angalau iweze kurudi ndani ya mwili, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuona mizimu, ila kuita nafsi ya mtu inakuwa ni ngumu sana kwake. Lakini Bidada akawa amemkumbuka yule mganga mmoja hivi wa kipindi cha zamani kidogo, akaona amfuate, akamuelezea juu ya hali ambayo Mwamba anaipitia Jangwani kule hospitalini. Lakini mganga akasema kwamba nafsi ya huyu jamaa imeweza kukutana na mpenzi wake wa zamani na hahitaji kabisa kuweza kurudi huko katika dunia. Kiufupi ni kwamba inafurahia zaidi mazingira ya kubakia kule kwa mtu wake wa zamani. Lakini hata huyu mganga naye akasema kwamba mimi mwenyewe naweza nikaiona mizimu ama kuvuta hisia ni wapi ilipo, ila hata mimi pia sina uwezo wa kuita kwamba ije sehemu fulani hivi au irudi katika miili yao, haiwezekaniki. Bidada alihamasisha sana na kusema kwamba kama umeweza kuvuta hisia na kumuona Mwamba wapi alipo, lazima utakuwa na uwezo wa kufanya jambo lingine. Mwanamke huyu akasema ndio, inawezekanika, ila na kwa masharti fulani hivi. Unatakiwa kuwajibika katika kila ambacho nitakuwa nikikuhitajia. Kiufupi tunatakiwa tusaini mkataba kwamba kila nitakapokuwa nikikuhitaji ama kuhitaji kutumia uwezo wako ili kuweza kutengeneza pesa, basi utatakiwa kuwepo hapo kwa wakati. Kama upo tayari fresh tu, mimi niko tayari kumrudisha mpenzi wako. Akamwambia unatakiwa kuwa na kitu ambacho kinawaunganisha nyie wawili, ama kitu ambacho jamaa anakijua na wewe unakijua kwa undani. Basi Bidada akaitoa ile cheni kwa sababu ndio kitu ambacho wanakikumbuka wote wawili na ni kitu cha thamani kwao. Moja kwa moja huyu mama akasema kuwa jamaa kwa sababu aliweza kukuona wewe pindi ambapo yuko hospitalini, basi atakuwa anajihisi amekufa, kwa atakuwa amepoteza matumaini yote. Ukweli ni kwamba bado yuko hai. Sasa ili tuweze kumfanya aweze kurudi duniani, natakiwa tumsaulishe kumbukumbu zote zinazohusu maisha yenu ili baadaye aje kurudi duniani akiwa hana kumbukumbu ya aina yoyote ile. Kama utakuwa tayari, basi nimkaribishe jamaa ulimwenguni. Bidada alikuwa tayari kwa lolote lile, hata kama Mwamba atarudi bila kumbukumbu, yeye kwake fresh tu, kwa sababu akawa nakumbuka jamaa amehatarisha maisha yake mara nyingi tu. Yeye kwa nini ashindwe kuhatarisha maisha yake kwa sababu ya jamaa? Ni poa tu, hata kama hatakuwa na kumbukumbu, lakini arudi duniani. Bidada akaja kugundua kwamba wajomba watu walikuwa wapendi kabisa watu wawili waweze kuwa pamoja. Kwa ni jambo zuri tu kama akiweza kusahaulika na huyu jamaa, haina shida yote. Huyu bibi akaichukua ile necklace akaiangushia katika moto, kisha akafanya tambiko fulani akiwaambia nafsi ya Mwamba kwamba wewe bado hujafa, rudi katika dunia kwani kuna watu wanakutegemea. Kwa dakika hizo hizo Mwamba akawa ameweza kuamka katika hospitalini, lakini kama alivyosema mganga, alikuwa amesahau kila kitu kinachomhusu Bidada Gangsu. Alipoamka tukio lake akajihisi kwamba ni kama lilikuwa limesababishwa tu na ajali fulani ama labda alikuwa amepigwa na radi. Kwa hiyo hakuwa na mawazo kabisa kwamba Bidada Gangsu anahusika katika jambo lolote katika maisha yake. Lakini hawa ndugu zake walipopata taarifa kwamba Mwamba ameweza kusahau kila kitu kuhusiana na Bidada Gangsu, basi walifurahi kweli na kusema kwamba katika maisha yote ndani ya kampuni mpaka nje ya kampuni wasijewahi kulitaja jina la huyu msichana anayefahamika kama Gangho. Taarifa ya kwamba Mwamba ameweza kuamka ikawa imemfikia Bidada, alifurahi kweli kweli, lakini alilia kwa sababu amesahau kila kitu juu yake. Lakini Mwamba pia akiwa katika mazingira ya nyumbani baada ya kutolewa kule hospitalini, akawa anahisi kana kwamba ana upweke fulani, ila haelewi ni upweke upi ambao unapitia katika maisha yake. Lakini Mwamba wakati anaendelea kupita katika mitaa fulani vya Moa, akaweza kupishana na Bidada, lakini kwa sababu amjui jamaa akaendelea tu kutembea akiwa na furaha, akiwa ajali kabisa juu ya Bidada. Lakini wakati huo familia yake ilikuwa ikiweza kumtambulisha msichana wake na kusema kwamba una mke wewe. Sasa unajua mke ni nani? Mke wakatumia sura ya yule mwanamke wake jamaa wa kwanza kabisa. Dada yake alikuwaga naye ana muonekano unaofanania, kwa hiyo akafanywa plastic surgery ili aweze kufanana kila kitu na yule mdogo wake ambaye alipotezaga maisha. Kile huyu Bidada alikubali kufanywa plastic surgery ili aweze kuwa katika mahusiano na huyu jamaa, lakini hata yeye mwenyewe alikuwa na nia yake fulani ambayo ni mbaya kweli kweli. Huku upande wa pili tunaonyesha Bidada Jangho akiwa yuko kwa mganga, na mganga alikuwa amemuita kwa sababu ya kwanza kulipa deni lake. Mganga kazi ya kwanza aliyokuwa amempatia Bidada Gangsu ni kwamba atakuwa anatakiwa kwenda makaburini kila siku nyakati za usiku na kutafuta nafsi za wadada ambao walikuwa hawajaweza kuolewa ili waje kuolewa na watoto wa matajiri walioweza kufa. Sasa Bidada kazi yake ilikuwa ni kama vile street vendors, yani hawa machinga mitaani. Akaanza kutangaza nani ambaye anataka kuolewa, nani anataka kuolewa, yeye anaiambia mizimu. Sasa kuna watu walikuwa wanajitokeza chokeza, wengine wanasema tunataka kuoa, lakini akasema anataka ambaye anataka kuolewa. Bwana yeye mwanamama akaanza kupata mafanikio, kwani ndoa zikaanza kuwa nyingi kidogo. Mizimu ilikuwa inafunga ndoa kila wakati, kitu ambacho kikawa kinamsababisha apate pesa nyingi kutokea kwa matajiri ambao watoto wake walikuwa wameweza kufa. Hasa bwana, kumbe yule muuaji alikuwa hajakamatwa hata kidogo, bali aliweza tu kutoroka na akataka kwenda kumwangamiza Bidada ili asije akatoa ushahidi mzima, na akaendelea kulandalanda katika ofisi ya Bidada
kuendelea. Lakini wakati anaendelea kushangaa huko ndani, kumbe bidada bana alikuwa ameacha kazi katika eneo hili, na huyu Kang-woo akazidi kushangaa kwa nini huyu jamaa anazunguka katika ofisi ya bidada ambaye ameacha kazi. Lakini Mwamba akawa anamuuliza, wewe unafanya nini huko ndani? Jamaa akataka kuanza kumshambulia Kang-woo, lakini Mwamba sababu yeye ni mwana mazoezi akaweza kumshambulia kirahisi zaidi na kumwambia kwamba nataka unionyeshe ni wapi bidada anapapatikanika. Mwamba akawa anasema kwamba huyo bidada bana mimi ananitesa katika akili yangu, kwa sababu kutoka siku alioniambia kwamba yule kijana anaishi na anamsumbua, basi mimi kutokea siku hiyo napata mawazo na ndoto za kutisha, siwezi kabisa kuishi kwa amani. Kuanzia siku hiyo nimekuwa ni mtu wa kuona mizimu kila wakati. Kwa namtafuta huyo bidada Kang-woo moja kwa moja aweze kunisaidia kuiomba hiyo mizimu angalau iweze kuniacha katika maisha yangu. Lakini kumbe dakika hizo Mwamba Jangwang naye alikuwa anapita katika mitaa hii, akawa anamuona huyo jamaa. Na jamaa akaanza kusema kwamba nisamee bana, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimeweza kuchoma na kile kitu chenye ncha kali. Jamaa ndo akaanza kushangaa kwamba wewe ndio uliweza kunichoma, lakini jamaa akasema sikuwa na lengo la kuchoma wewe. Lengo langu lilikuwa ni kuweza kumchoma bidada anayefahamika kama Kang-woo. I say, jamaa akaanza kujiuliza, huyo bidada kwa nini ulikuwa unataka kumchoma yeye afu kanichoma mimi? Nilikuwa nataka nimchome yeye, lakini wewe ukaenda mbele yake na kuweza kumkingia mgongo, ndio nikajikuta nimekuchoma wewe kwa bahati mbaya. Sasa Mwamba akawa anajiuliza, nawezaje kuhatarisha maisha yangu kwa ajili ya msichana ambaye hata simjui? Huyu msichana ni nani? Akaanza kukumbuka, lakini kichwa chake kinauma tu kwa sababu hawezi kukumbuka. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba siku ya leo yule mwanamama mganga alikuwa anakuja kufanya kazi katika hii kampuni ya Mwamba, na kwa bahati mbaya tena anafika hapa anakuja kugundua kwamba ni kama bidada hivi amevaa necklace ambayo ni kama anaikumbuka hivi. Sasa Mwamba kwa sababu anajua huyu mwanamama ni mganga, ikabidi kumfuata na kumwambia kwamba ninahisi kwamba kuna baadhi ya kumbukumbu zangu zimeweza kutoweka, unaweza ukanisaidia namna ya kurudisha hizo kumbukumbu, nitakulipa vizuri. Mwanamama akasema ndio, nadhani nikakusaidia bana. Mwanamama akamwambia kwamba kama moyo wako utafungamana na mapenzi, basi kumbukumbu zako zote zitaweza kurejea. Kwa pointi ya msingi ni kwamba unatakiwa kumpenda mtu kikweli kweli yani. Lakini pia mwanamama akasema kwamba kuna bidada ambaye anafahamika kama Kang-woo. Huyu bidada amelipa sana gharama kubwa sana ambayo mimi siwezi nikakuruhusu wewe kuweza kuijua hiyo gharama ni gharama gani aliyoweza kuilipa. Lakini huyu Mwamba wakati anatembea, kila akimtazama bidada ile necklace anajikuta anapata hali ya ajabu sana. Hasa na kumbe mganga alipokuwa ameingia hapa katika jengo hili, lengo lake lilikuwa ni moja tu, kuja kuiuza ile necklace ambayo alikuwa ameipata kwa bidada, na alikuja kumuuzia huyu ambaye ni mwanamke anayefanania na mpenzi wa mwanzo kabisa wa Mwamba Jangwan. Sasa alipoweza kuivaa huyu mwanamke, jamaa akajikuta kila akitazama hiyo necklace hali fulani inaimdia katika mwili wake, na akaanza kumuuliza huyu mwanamke, ni kwa nini umevaa hiyo necklace? Bidada akasema ni kwa sababu nimenunua na ninaipenda pia. Bidada akawa ameuliza, vipi umevutiwa na mimi baada ya kuiona hii necklace? Lakini Mwamba akasema hapana, nimevutiwa zaidi na hiyo necklace, lakini ninahisi kabisa mmiliki wa hiyo necklace sio wewe. Lakini huku juu ya ghorofa bidada alikuwa amemfuata yule bidada ambaye ni marehemu alikuwa mpenzi wa Mwamba Jangwan, akawa amemfuata hapa na kumwambia kwamba ni kwa nini usimwambie jamaa ukweli ili angalau muweze kurudi katika mahusiano. Lakini bidada akasema nimeingia mkataba wa kuweza kumlinda jamaa, kwa sababu nikavunja mkataba huo, na ili jamaa anisahau mazima, basi natakiwa kuitupa hii necklace ili asinikumbuke kwa chochote kile ambacho kiko katika mwili wangu. Akachukua ile necklace na kutaka kuitupa juu kabisa ya ghorofa. Ghafla tu bana Mwamba akajitokeza na kumshika mkono, na Mwamba akamwambia bidada kwamba ni kwa nini unataka kutupa kitu chako cha thamani? Bidada akaanza kumuuliza, ina maana umekumbuka kila kitu? Lakini jamaa akasema ni kwa nini uliweza kuniibia kumbukumbu zangu zote? Akamueleza bidada kwamba nahitaji kumbukumbu zangu zote uweze kunirudishia. Ni kwa nini una roho mbaya kiasi hicho cha kuweza kufuta mbaya kumbukumbu zangu wewe? Na akawa anamuuliza bidada, hivi ni kweli kabisa uko tayari kuzitupa kumbukumbu zangu? Uko tayari kunisahau mimi katika maisha, si ndio? Yaani kumbuka kwamba haya maneno ambayo yote Mwamba anayazungumza sio kwamba anamkumbuka bidada ni nani katika maisha yake, bali anakumbuka kwamba amewahi kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya huyu bidada, ila sasa kuna kumbukumbu ambazo yeye hajazipata mpaka dakika hii na haelewi ni kwa nini alihatarisha maisha yake kwa huyu bidada. Na Mwamba akasema kwa sababu niliweza kupata jeraha kwa ajili yako, naomba unibebe unipeleke mpaka nyumbani, jeraha langu linauma sana. Bidada hana namna yoyote, na kwa sababu Mwamba ameweza kukumbuka kwamba yeye ndio aliweza kuchoma kisu kwa sababu yeye jamaa, basi akabidi kuambatana na jamaa tu. Na jamaa alipoweza kufikishwa nyumbani, bidada wakati anataka kunyenyuka tu akawa amerudisha katika kochi, kisha kaenda kuchukua maji na kurudi hapa ndani. Lakini Mwamba alikuwa amerudi akiwa yuko very strong. Mwamba akasema hata kama sina kumbukumbu, lakini mimi nakupenda wewe hivyo hivyo ulivyo na namna ambavyo nimekukuta katika maisha yangu, na nataka usijihisi mwenye hatia wala usijihisi jambo lolote baya umeweza kunifanyia katika maisha yangu. Hata kama sina kumbukumbu, poa tu, ila mimi nakupenda. Mwamba akasema usihofu juu ya familia yangu, nitakwenda kudili nayo mimi mwenyewe. Kuanzia sasa hivi wewe ni mpenzi wangu. Bidada akawa anaondoka kusikia ile maneno. Jamaa moja kwa moja akawa ameelekea mpaka kwa huyu mganga. Mwambia kuanzia leo nataka ukansel kabisa ule mkataba ambao umefunga na bidada. Uniambie kiwango gani ambacho kiliweza kutumika. Mimi nitakwenda kukilipa. Mimi pointi yangu ya msingi nataka bidada anirudishie kumbukumbu zangu na wewe mkataba na yeye uweze kuisha. Mwanamama tena mbele ya pesa akajikuta tu yeye mwenyewe tukakubaliana na kusema kwamba sawa, nitakutajia kiwango na nitakwenda kuachilia kumbukumbu zako. Lakini leo katika kampuni walikuja kugundua jambo fulani la ajabu sana. Secretary alikuja na kiboksi fulani ambacho ndani yake kilikuwa kina necklace ile ya bilioni 1, necklace ambayo Mwamba alipotezaga kipindi kile mpenzi wake wa kwanza kabisa alipoweza kupata naye ajali. Na ukweli wote ukawekwa wazi kwamba huyu bana ambaye alikuja kuoana na Mwamba siku za hivi karibuni
mwishoni alikopo ni dada yake, kwa maana ya pacha, yule mtu ambaye alikuwa ni marehemu wa kwanza kabisa, na alifanyaga plastic surgery ili aweze kuingia katika familia hii, na ikaja kubainika kwamba kumbe huyu ndio alikopo katika mpango wote ulioweza kusababisha ile ajali mpaka dada yake akaweza kupoteza maisha. Alikuwa na wivu sana na dada yake kuingia katika familia hii ya kitajiri, na huyu mchumba feki moja kwa moja amekamatwa na polisi na kupelekwa gerezani. Basi kuanzia hapo maisha ya wawili hawa watakuwa yenye amani zaidi. Bidada alikuwa akitazama tu namna ambavyo Mwamba anafurahia kwa wakati huu, na Mwamba akaahidi kwamba siku ya kesho atakwenda kufunga ndoa rasmi na bidada Gangsu, kwa sababu huyu ni jua lake. Bila huyu basi yeye anahakika kwamba atakwenda kupoteza maisha na hata kuwa na maana ya kuendelea kuishi katika dunia hii. Naye bidada akafunguka ya moyoni mwake kwamba alimpenda jamaa kuanzia siku ya kwanza tu alipoweza kumwona, ila alishindwa kumwambia. Basi kuanzia hapo wakawa wana maneno zaidi ya kuweza kukisi, na huu ndio ukawa mwanzo mzuri wa maisha yao mapya ya ndoa. Mpaka kufikia hapa na kuwa sina ziada katika tamthilia hii, ni kusiri wewe ambaye unanifuatilia kuhakikisha kwamba unabaki na mimi katika tamthilia kali sana ambayo inakwenda kujili mara baada ya hii. Nikumbushe kwamba ni leo tunaanguka na kazi mpya, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, bado hujalike, hakikisha unafanya hivyo mapema kabisa, lakini usisahau kumtonya huyo rafiki yako ambaye ulitamani sana mwaka 2026 uweze kuingia naye katika mtanange huu wa burudani. Hakikisha tu kwamba unashare linki na kumshirikisha aguse alama ya kusubscribe.